Wewe si umeambiwa urudi nyumbani wewe? Kwa nini hausikii? Sasa basi, nataka urudi nyumbani. Kama unapenda uhai wako, rudi nyumbani. Mwanaume basi, tokea tuonane basi. Oh, unaniweza sio? Utanifahamu tu. Sasa acha niende kule kwa mzee Kamba, niende kuingia hata ikatokezea kwenye msitu huko, hakuna kitu ambacho kitanishinda saa hii. Niende kumtafuta huyo mganga, nitadani nitampata kwa hii dawa ile ambavyo nimeagizwa. Acha niwahi. Sasa mimi sasa niende nikamkalie mtoto wangu, ana wanafunzi wote. Hey, samahani kidogo. Najua mnaenda kuangalia mtoto wenu, na hiki kijiji ni hatari sana, na tayari mtoto wenu niko kwenye harakati za kumsaidia. Kwa hiyo cha kufanya nyinyi rudini nyumbani. Kana ana jambo fiche ndani ya mtoto wetu. Sasa naona sasa tusikatize tamaa, tushike njia, tuendelee na safari yetu, tukamtafuta mtoto wetu. Mke wangu, tutoke mke wangu, tumepata mahali kwa kutokea. Tutoke mke wangu. Kwani uko wapi mke wangu? Hii nini? Hata sijui mume wangu. Kunaonekana kuna shida huko tendako. Hii kitu sijui ni nini. Wewe nani wewe? Mnajifanya sana nyinyi ni mabingwa kukosa kusikia, si ndio? Wewe nani wewe? Nakwambia, wewe si umeambiwa urudi nyumbani wewe. Kwa nini hausikii? Sasa basi, nataka urudi nyumbani. Kama unapenda uhai wako, rudi nyumbani. Mwanaume basi, tokea tuonane basi. Oh, unaniweza sio? Utanifahamu tu. Hata msishtuke, tuongee kiume. Si umenihitaji nifike? Nimefika. Wewe nani? Mimi naitwa Mzee Kamba. Kamba? Hakuna mtu yeyote anayeingia hapa kijijini bila ruhusa yangu mimi. Inakuwaje wewe unaingia tu kizembezembe?
Sasa sikiliza, mimi sipendi kubishana na watoto wadogo kama nyinyi. Cha kufanya, unageuza miguu yako unarudi huko mjini, tena haraka iwezekanavyo, tena saa hii. Turudi. Venye ilikuwa roho yangu inadunda kweli kweli. Yaani ilikuwa sijui wao watu wamefikia wapi hao. Kwa naona ni wachawi, kumbe hata hakuna chochote. Yoko umeenda wapi? Mke wangu. Umeenda we bro. We bro. Unaenda wapi? Mimi namsubiri hapa huyu. Kwa kitambo atakapofika hapa kwake. Lazima nimsubiri hapa. Na mimi msituni sitarudi. Maana nishagundua kwamba ule mke wangu yuko pamoja na kaka yake. Yule kwa ni wachawi wale. Sasa atanipotea vipi msituni? Paka natoka peke yangu. Naangalia nyuma namuita hayuko. Itabidi nimwache huko nisubiri bro paka aje hapa. Ndio atanieleza vizuri huyu. Maana sasa nimeona hiki ni kizungumkuti. Wanataka kunizunguka hao. Itakuwa vipi waniache msituni, anitoroke kwa msituni? Inaonekana ni wachawi pamoja na kaka yake yule. Na nikisirani asikii. Mimi kila siku nikimwambia achana kungangania masabi ya kaka yako, hanisikii kwa nini? Itabidi mimi nimwache sasa. Nisubiri bro paka afike hapa. Ndio utapanga vizuri kutakuwa vipi. Hivi macho yangu ama naota? Mganga, sasa sivyo wewe. Mganga. Wewe unashtua kweli. Mungu ni mkubwa. Ulikoni? Hivi ulikuwa wapi wewe? Hata sijui mimi mwenyewe. Unajua nimeonana na mzee Kamba? Na alichoniambia tumeisha mzee wangu. Kwa nini? Amesema tuko na siku hizi. Sijui 3, sijui 2, hata mimi mwenyewe nimechanganyikiwa hapa. Lakini niko na wazo. Wazo gani? Nililala hapa. Nimeota kuna kuja kijana. Na huyo kijana akifanikiwa kuja ukweli huku, tutatoka leo hii. Ila tu afike. Nimeota kila kitu. Sawa, lakini tumepewa siku hizi 2. Nakwambia hapa nimevurugwa. 1 haikai, 2 hasimami. Hapa mwenyewe kichwa empty. Sina, ndio maana nilikuwa nahangaika hivi. Hata kelele zenyewe zimejaa. Koo imekaa hii. Mimi natafuta njia ya kutoka tu, sina kitu chochote. Kwa hiyo mzee, wewe endelea kukaa hapa. Twende mzee. Mkuu! Mzee. Nasikia tumbo langu limevuruga. Kwa hiyo nilikuwa naomba ukae kidogo nikajisaidie. Mkuu! Basi wahi basi. Mkuu! Nakuja dakika 2 kaa. Mkuu! Sikwani mchezo unanichezea. Mkuu! 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 Mkuu!
Huku Maganja, nimefika. Kumbe ile si nyumba kweli. Afadhali nimeingia. Sasa kufanya acha nitafute mganga, nikimpata mganga aende kumsaidia shangazi yangu. Hata sijui kama shangazi yangu nitampata wapi sasa hivi. Nafanya nitafute mganga sasa hivi. Naam. Nyumba yako kumeingia watu watatu. Wawili wa kiume, mmoja wa kike. Lakini wale wawili wa kiume nimewaruhusu watoke. Ule mmoja wa kike sijamtoa kwa sababu damu yake nimeona ni tamu sana. Na mtoto mdogo mkuu. Aha. Umefanikiwa kuwajua majina yao? Ya mkuu. Ali na Mary. What? Na huyo wa kike yukoje? Mweupe hivi. Pia mtoto wake mweupe. Sikia. Huyo wa kike ni dada yangu. Unasemaje? Nakwambia, nenda umruhusu atoke. Haiwezekani mkuu. Nimeona damu yake ni tamu sana. Sikia. Wewe unatakikana ufuate mwongozo wangu. Sio wewe kuniongoza mimi. Nenda umtoe dada yangu. Sikilize wewe. Nimekwambia huyo ni dada yangu. Nenda umtoe huko kwenye msitu aendelee na majukumu yake. Haiwezekani mkuu. Ule mtoto damu yake nimeona ni tamu sana. Na tukimtoa ule mtoto haitawezekana wewe kutoka kwa sababu ule mtoto ndio atafanya wewe kutoke. Nikipata damu yake. Kwa hiyo nilikufundisha ukiwa mdogo, unaniheshimu. Sasa hivi umekuwa kijana, umeshaanza kuota mapembe kijana wangu. Yaani nimekufundisha nikaona utanisaidia, sasa hivi umeshaanza kuota mapembe. Siku zote sikio haliwezi kupita kichwa. Unasikia?
Kwa hiyo natakana nikikutuma unielewe na unisikie na utekeleze. Unanielewa? Ama kama sio hivyo, basi sawa, tufanye kitu kidogo, acha nikupige kombora. Au tani. Kwa hiyo ulikuwa unanitania? Nilikuwa mtania mkuu, lakini yule mtoto damu yake ni tamu sana. Sikiliza. Mimi sio mtoto mdogo na nahitaji kutoka kwenye huu msitu. Ama nikubadilishe wewe baki humu mimi nitoke? Hapana mkuu. Wewe? Njoo hapa. Naam. Haya, ingia. Naam. Ingia. Mzee Kamba. Mangale! 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 Mbona nitaite kama nani wewe? Mangale! Wewe si ni mifupa tu. Mangale! Hayuko. Sasa hapa acha niendelee na mambo yangu, lakini nikimaliza mambo yangu nitapambana na wewe. Maana mchezo huu siendi tayari huku, narudi na huku. Si ni nyumba yangu hii? Nimeamini kweli uchawi si kitu. Tula wewe. Namba 101 ameniacha huyu. Ndio nakufa matandarira mimi. Nitafanyaje sasa mimi? Jamani. Hakuna hata harufu ya namba 101 ameniacha huyu. Disko limeingia Masai.